ambapo unaweza ukajikuta mimi namwangalia tu. Kwa hiyo anachoongea anaongea na akitoka nyumbani anatoka bila taarifa kama hivyo. Ni mtu fulani tu ambao mimi yani ni vitu ambavyo natakiwa nikae chini nikwambie mbele yake na yeye angalie toka nimeanza naye. Mimi kama nilimtongoza, nikwambie nilimtongoza na yeye adhibitishe. Yeye anasema ulimbaka. Sijawahi sanda mbaka, mtu ameshawahi kuwa Bahamedi, ameshawahi kuwa na nini mbake hivi weje. Yeye anasema ulimbaka, ulimwambia alete maji ya moto chumbani kwako, amekuletea maji, wewe ndio ukamwingilia kwa nguvu. Bwana wewe, siwezi kufanya kitu kama hicho hata kidogo. Sasa mimi nimekosa nini ili weje? Siwezi kufanya kitu kama hicho. Na kama alibakwa tangesema kipindi hicho hicho. Yaani anachofanya ni kukomoa, si ndio? Yaani yeye anachotaka ni kukomoa. Yaani mimi wewe wangu, mimi nitakuelekeza. Hivi mimi nilivyo mimi muelewa mjini mjanja na mbaka mwanamke wa mimi. Na hela na kila kitu. Ndambaka mwanamke. Siwezi kufanya hivyo. Yaani katika maisha yetu, historia yangu ya maisha siwezi, mademu wako wengi. Mimi ni mbake mwanamke ili weje. Mimi yani kwanza huyo, mimi nitakupa story yani wewe mwenyewe utaona na alivyonyoka. Kila kitu. Kwa hiyo anapoongea anaongea kwa ajili ya kunikomoa na kuona kwamba ana uwezo wa kufanya lolote. Mambo yako kisheria na vitu vitaenda tu vizuri. Yeye anavyotaka ndio hivyo hivyo. Kwa hiyo kumbe ukumbaka. Sijambaka, sasa ni mbake, sijambaka. Yaani sitakwenda nikuelekeza. Yaani huyo mimi sijambaka. Hata mwanzo wetu wa mapenzi mimi na yeye hatujatongozana. Yeye mimi nakunywa pombe na lewa, mapombe yako ndani. Nilikuwa na mpenzi wangu anaitwa, nimezaa naye mtoto anaitwa Eli. Kabla hajasafiri kwenda nje. Kwa hiyo yeye alipoondokaga yule analewa, mwenyewe kanipigia simu tulale nawe. Nani wewe? Rema. Yeye kwanza aliniambia tutoke. Yeye mwenyewe tukatoka. Tukaenda The Grid. Akasema ana bleed. Nikamwachaga tu. Kwa hiyo hivyo alivyosema ana bleed mimi nikamwachaga. Sikutembea naye. Yaani hata nikwambia tumetoka kulewa ndo nikakuja tumetembea naye mwenyewe na anaelewa. Sasa yeye kama mimi nimbaki na mbaka vipi na ndani tukatombana na watu wengi pale. Mimi nitakuja kufanya vitu vya ajabu ili weje. Yaani nikikwambia hata mimba hiyo mimi nimetembea naye mara mbili. Mungu ananiona shahidi. Yaani nilitembea naye mara mbili. Nilipotoka hapo nikakaga tu nyuto kwa sababu nikawa ni mtu ambaye niko naye anafanya kazi na alishaniaga ameacha kazi anaondoka. Akasema tunamalizia hivi kwa sababu nataka niondoke na mambo yangu Mwanza. Basi akakaa. Baadaye akaniambia na mimba. Ila mfanyakazi wangu wa garden anaitwa ndio bwana. Lei ana mimba ya mwanajeshi huyo hapa nje kwetu. Nikamwambia ana mimba. Nikakaa. Udemu wakati akaniamisha akaniambia bwana mimba ni yako wako. Nikamwambia kaitoe. Sikatai, nimwambia kaitoe. Akasema sawa. Akaulizia akaniambia 500,000. Tena kutoa wapi mimba? Akasema ngoja niende Tegeta. Akaenda Tegeta kwa dada yake Goba. Aliposema anaenda Goba akaenda akakaa siku kama 2-3 akarudi. Akanambia bwana mimi kutoa mimba dada yangu kanishauri nisitoe mimba kwa sababu hata nikitoa naweza nikaja nikazaa na mtu hata andamaya hana uwezo na hana uwezo wa kuhudumia. Na wewe ni mtu ambao una uwezo wa kuhudumia na watoto unawalea vizuri. Kwa hiyo sasa bwana mimi nimeona mimba niitoe. Nikamwambia hapana. Nisitoe. Nikamwambia hapana. Itoe, sitaki mimi mimba, sitaki. Akakoma bwana mimi baba mimi nitazaa tu hata kama nikizaa nitaacha mtoto mimi nitaendelea na maisha yangu cha msingi mtoto akae kwa kile sitaki kutoa mimba. Basi akaa hivyo ndo tuliongea hivyo. Yakapita. Mimi sijawahi kuwa naye na mahusiano. Nyumbani anakaa chumba chake. Miaka yote anakaa chumba chake na mimi nakaa chumba changu. Hivyo. Kwa hiyo mimi sina ile habari na yeye eti kwa. Kwa hiyo yeye kwanza kuniletea mambo ya hivyo ni kwa ajili yule bwana yake mwanajeshi karudi. Kama hivi sasa hivi alikuwa na mwanajeshi Zanzibar. Kwa anazunguka hata ukimwambia leta picha zako zote tufungue tuangalie. Hata kuonyesha alikuwa na bwana yake Zanzibar. Amempeleka hadi kulisha nini kila kitu. Amekaa karibu wiki nzima. Hapo anakaa vituko mimi sifuatilia mambo yake. Shanielewa. Sasa leo ukaniomba hela ya kliniki. Naomba hela ya kliniki. Nikamwambia mimi hela kliniki sina. Nikampa shilingi 15,000. Ndio shida. Amezoea mimi nimpe hela kliniki 80 laki. Oya. Sasa na mambo ya ajabu wewe. Kwa hiyo akaniibia hela, ananiibia mtu mwizi, misilali naye hata siwezi
Yaani namuelewa. Mwana mwisho hapa anaenda Zanzibar kuapulia mkoba wote, hata umuulize kabeba ilikuwa laki ngapi mle kwa ndani. Mkoba wote kanirudishia kama ulivyo. Tena kaingia kwa kiburi kabeba tu mkoba alfajiri nikagonga mlango. Ina maana uishi naye, maana anasema mlikuwa mnaishi kama mke na mume. Sijawahi hata jirani, mimi na watoto ndani, kila kitu. Wewe utakuja na utaona. Mimi na watoto wangu naishi nao, wewe unajua nilikwambia. Naishi na ndugu na jamaa. Kama kuna ndugu yangu hata mmoja anamjua na nilimtambulisha naishi naye, au nyumbani kwao mama au baba yake na familia yake, basi aje aseme, au ndugu yake yote anaonijua mimi. Sijawahi mimi kujitambulisha. Yeye anaishi maisha kama design kama hiyo ambayo yamepelekea vile. Sasa yeye anaanza kuleta mambo ambayo tena ya ushindani. Ushindani huwezi kushindana hivyo. Hayo ni mambo ya kuharibiana, mtu hawezi kukubali. Ndio watu waga unakuta Joyce, mtu anaweza kukupiga chuma la hatari. Mauchawi ni mengi, ndio maana watu wanatembeaga hata peko. Sababu usimdhalilishe binadamu au kumfanyia kitu chochote, haipendezi. Anaona kawaida. Hapo anaona kawaida. Binadamu tuangaliane tunavyoishi, kila mmoja na jinsi anavyoishi na kutafuta pesa. Lakini ukifikia hatua kama wewe, mimi muulize kuna hitaji lolote toka yeye azae mpaka leo mtoto nimeenda kumsimamia mimi mpaka ametoka Amana na amezaa mtoto hajawahi kunyonyesha. Huyo amemnyonyesha mtoto miezi 5. Mimi nanunuaga maziwa ya gharama, mavitu yote, mtoto ana kila kitu cha kuchezea, madude yote unayoyajua wewe, yaani yote, kwa sababu mimi mwenyewe naishi maisha mazuri. Kwa nini mtoto akose vitu? Mtoto ana kila kitu, atokiingia kwenye peji yake kaweka picha baadhi hapo. Sasa yeye kama anataka kuongea vitu ambavyo sio vizuri, dunia itamhukumu. Sasa unajua poa tu dunia ilivyo. Yeye anaona kama angezana msela hana pesa, angekuwa asinge hatafanya ujinga huu. Lakini imetokea yeye ameona mimi ndo nimezana na kaniambia mtoto ni wako, nimekubali, analeta mambo ya kijinga. Kwa sababu mtu vitu vingine lazima ukae sasa uangalie. Huyu jamaa mbona anapushia babake akiomba hela? Mimi simjui babake wala mamake, lakini naweza katoa kama babake, nilikuwa na shida sijui nini, nimempa 500 katuma. Mamake shika hii katuma. Kashua yeye mwenyewe pesa nampa tu bila vipimo kila kitu. Mimi toka afanye ujinga huko toka Zanzibar juu, sijataka kutoa hata pesa. Hivi ingekuwa mimi, si ni bora mimi? Angekuwa mwanaume mwingine angekubali hata arudi pale ndani kuingia ndani. Wewe utoke nyumbani kwake bila ruhusa, bila nini, uondoke uende ukafanye mambo yako, wewe urudi kama kwa baba yako pale nyumbani kwako. Hivi utakubaliana na iwani? Alafu yeye kapinda katanyongolota. Sio mwanamke wa maelewano, sio mwanamke wa maliziano, sio mwanamke wa ushauri, sio mwanamke wa kuongea naye lolote ambalo unaweza kujua zaidi ya sare. Yeye akikuuliza ataomba, naomba niende The Voice, naomba niende wapi? Yaani yeye ni bata tu anachojua. Hata simu yake anaweza track mimi nikakutolea vitu vyote hadi message na mambo yake yote. Bila track inakuletea wewe makaratasi na unaangalia kila kitu. Alafu ukishaona hivyo, kwa sababu mimi sitaki kuumia moyo. Mule ndani nimefunga makamera, nyumba zote nizo kazi na makamera. Sasa kama mimi naishi na yeye kwa design yoyote mbaya, unaweza kusema hata mimi nikakuletea hata mwezi mzima tu uloishi, afu kaangalia. Kuna nguo sijawahi kumnunulia kumpa nguo. Na mpaka tu mwenyewe najua mimi nakula bata sana, naweza nikaenda sema natumia milioni 2. Kwa nini simpe huyu yuko hapa nyumbani? Na sila lagi naye muulize, mimi naweza sinakaa naye hata mwezi sijawahi kutembea naye hata, yaani ikitokeaga labda mara moja, sina hata habari naye. Yaani nakwambia ukweli wa kutoka rohoni. Kwa hiyo mtu anapokuja kuongea vitu kama vile mimi namwangalia. Sasa wewe unasema mara umelala naye mara 2, mara unasema tena kwa mwezi labda mara 1. Nakwambia mara 2 kipindi cha mimba. Sawa, yaani kipindi mimi mpaka yeye akaniambia mimi na mimba, nililala naye mara 2 na yeye anaelewaga. Kuna siku tulitoka kulewa mwenyewe papa mimi niko kwenye bendi. Tena niko kwenye bendi. Maisha bwana, wewe baba uko wapi? Mimi naamua ya kulewa, katoka saa 6 usiku pale nyumbani kwangu. Nikamwambia niko sehemu fulani, ka request kaje. Tumelewa mpaka saa 9 tumerudi wote. Ndio tukalala, ndio kwa mara ya kwanza. Sasa anaposema mimi ni mbaya, anataka uniharibia maisha. Jinga kabisa. Kwa hiyo sasa yeye alikuwa anafikiri kwamba unamuoa, si ulikuwa umekubaliana unaoana naye, ndio maana mkaja kukatisha mkataba. Swala la kuoa muulize huyu hapo, hata mbele ya ndugu zake kama aliwahi kuongea. Sijawahi mimi, kwanza sitakaki kuoa mama. Hata wewe siku ya kwanza tulikaa pale uliniuliza kwa nini naishi hivi,
nikakwambia mimi sina mpango wa kuoa. Mimi na watoto wengi, watoto 9, kila mmoja na mama yake, akiwemo na mwanae. Na wao haraka wanawake wenyewe wakija kuniharibia mambo ya watoto hapa ili weje. Mimi nakaa na watoto, nilee watoto, niangalie watoto wangu wanakaa vizuri, wamenyanyuka. Sasa nikapata mwenzangu ambao anajitambua, ambao nikaishi naye kadiri na familia. Hai, basi sawa bosi, nimekupata. Kwa hiyo ila halina shida. Mimi nitakuja, nitaongea naye, aongee, ila asiongee uongo. Mwambie kabisa masuala ya uongo hapa sio mazuri, kwa sababu maisha yalivyo staili hapa ulionayo hii ndio hapa ya kuharibiana maisha. Kuharibiana maisha watu waga hawataki. Hawatakagi duniani kuharibikiwa maisha. Nadhani wewe unaona duniani hata hapa tu juzi unaona tu hata Afrika pole chafua serikali wamechukua kwa sababu wanaona anaharibu vitu, kwa sababu dunia haipendi vitu vya design kama hiyo. Wewe utapoenda sehemu ongea ukweli, ongea usaidiwe. Anapoongea vile anaishi wewe sasa mimi ndio utanihala, si dunia nzima ikaniue. Sasa kwenye naona Joyce, yani unajua kesha nitamkia Joyce karibu hata mara mbili. Na mwambie kwa nini unatamkaga vile, unajaribia hata biashara yangu. Kwa sababu kwa nini wewe niko Joyce kila kitu ni chabaya, kila kitu donge. Sasa najiuliza na nyamaza tu. Sasa anaona huyu mbona bado ana akili ya upeo mdogo. Sasa maisha tunavyoenda sio kutishiana. Kwa hiyo anakuishi duniani, tuishi kwa upendo na amani na kisheria, tuishi hivyo kufuatia sheria za Tanzania. Sasa wewe unapokuja kwanza kuongea vitu, mimi na nyamazaga naendelea na mambo yangu. Kwa hiyo anakutishia atakuripoti kwa Joyce Kiria. Kila kupicha anasemaga tu hivyo. Akilewa mapombe huko karudi kalewa anaongea. Sasa nimemuuliza wewe sasa hivi shida yako nini, kama mwanaume sasa hivi hakutaki, wewe unataka nini? Akasema anatafuta mtaji wa kufanya biashara. Namuuliza unataka mtaji kama shilingi ngapi? Akasema kama 5,000,000 ili akafanya biashara. Si biashara gani? Sio kuuza vifaa vya pikipiki, si vya nini? Hiyo biashara mimi siwezi kusema nifanye wewe wangu. Nakwambia ukweli, huyu alioenda naye Zanzibar hivi juzi ameondoka kwa dharau nyumbani, akampe sasa na huyo ama amsaidie. Haya mambo mengine mimi nitadili nayo kisheria ya kulea mtoto. Sina shida nayo. Yaani huyo mtoto mimi sikashasema kwangu. Siwezi kukataa damu. Nitadili nayo kisheria, nilee mtoto kisheria ili kae sawa. Na ana mimba sasa. Kama mimi anavyotaka pesa. Ana mimba. Angeniomba mwenyewe kibinadamu. Na ana mimba nyingine hapa ya miezi 5. Mimi sijui, yani narukaruka tu na watu wengi. Kama hivyo nadhani anatulia. Hivyo unamuona huyo mpaka kaja kufanya kazi kwako, muulize alitokaga wapi? Au wewe uangalie rafiki zake alitokaga wapi na alikuwa anafanyaga nini? Alikuwa anafanya kazi klabu na anakesha masaa 24. Kwani mimba yenyewe siamini na kama kusudi mtu mpaka anaenda kwa dada yake nampa 500,000 akatoa akakataa. Yaani moja kwa moja alikuwa amelenga jambo lake. Kwa sababu yeye sio mtu kwamba eti mtu akukaa na mimba au kuzaa yule ni aamue mwenyewe. Kwa sababu yeye ni konki na mjanja. Sasa wewe unamwona ameshakuwa na mabwana wangapi? Wengi. Amekuwa na afisa ardhi wa mkoa wa Shinyanga, alikuwa bwana yake, ana namba yake hapa. DJ wa kuna hiyo hoteli ya Mwanza alikuwa anafanya naye kazi. Alikuwa anafanya ni bwana yake na bado alikuwa na mabwana wengine. Sasa ni mtu ambaye tena anaweza akasema kanasa mimba eti kwa kupenda. Si anatamnasa mimi kwa kudansa mimba eti yeye ana nasa mimba kama hivyo. Ni mtu amesoma mpaka form 6 anajitambua. Mimi sidhani kama anaweza akafanya kitu cha kupotea huyu. Ila tu yeye angalie asije akakosa kabisa hata namna ya kuishi au kumfanya mtoto aishi vizuri duniani kwa sababu ya ujinga wake yeye mwenyewe ambao unampelekea na tamaa zake. Zitampelekea ataishi pabaya na hatapenda, hatajikuta anajuta wakati umeshampita sana. Na kiburi cha ujana ndio kutampeleka vibaya sana. Sababu mjinga. Sababu lazima uangalie huyu mtu ana hekima kiasi gani na anaishi na wewe vipi. Mimi nimewahi kumpiga hata kofi au kumwambia chochote. Au namjibizanaga mdogo kwangu. Karibu na miaka 41. Akata kujibizana naye siwezi. Mimi naishi maisha yangu kulingana na jinsi ninavyoangalia watoto wangu na maisha yangu ya nyumbani. Sasa yeye tena anakuja kuongea vitu vya ajabu huko kwa ajili ya kunichafua au kuongea vipi. Sio vizuri. Haya, nimekupata. Nafikiri hiyo kesho kutwa ukija tutaongea vizuri. Hamna
shida. Mimi nilikuwa nataka nikwambie hicho kwa sababu naona na mimi foleni, nilikuwa nataka nije huko. Saa hizi muda umeenda. Yaani Tegeta utafika hapa saa 4 za usiku. Kwa hiyo ngoja tu tufanye hiyo kesho kutwa. Karibu sana. Utakuja msimwelekeze pia, maisha hayaendagi hivyo. Yeye kashaamua kwa vile na kashaza, hiyo tayari ni maisha. Usijasi milioni 5 hiyo unavyojua sasa, milioni 5 hiyo ukimpa anaimaliza hata mwaka miezi 5-6. Biashara yoyote ni watu wanafanya biashara, watu wanachukulia tu poa. Apewe milioni 5 anaanza kamaliza mwezi 2-5. Mlevi yule si amemaliza kila kitu na anabaki tena anamfungua mtoto. Kwa hiyo angalia msimamo wa mtoto namna ya kulea basi, lakini asilete tamaa za ajabu katika maisha yangu mimi na familia. Kwa hiyo wewe unamtaka akae hapo nyumbani alee watoto? Maana ana mimba sasa. Ana mimba. Kwa tabia zake yeye ananidharau mimi kwanza. Unataka afanyeje? Anaondoka bila taarifa. Kwa hiyo anaondoka yeye bila taarifa nyumbani. Anaondoka na bwana mwingine. Si anakudhalilisha. Unaweza kukuta yule bwana anamletaga paka getini. Watu wakiniona sinajisikia vibaya. Kwa hiyo shida yako ndio hiyo, kwamba unaona shida yangu mimi sina shida yoyote. Tu kifupi sikashaona nimezana mimi. Mimi naweza kumpangia hata chumba sehemu akakaa na nitaendelea na huduma za mtoto vizuri tu, mtoto akaendelea kuishi. Cha msingi mimi mtoto wangu ishi vizuri. Kwa hiyo wewe kuendelea kuishi naye kwenye nyumba yako hutaki? Sasa nitaishi naye mtu alizania anatoka bila taarifa mpenzi? Si atajirekebisha? Hivi utaishi na mtu hana discipline na wewe? Si atajirekebisha? Ndio yule amezana mimi na anakaa chumba chake nyumbani kwangu, fresh kila kitu, self kila kitu. Na kina vitu vyote vya mtoto, mahitaji yote na ya kwake kila kitu. Sasa leo hii mimi unapotoka mlinzi, nyumbani kwangu kuna mlinzi, kuna house girl pale, kuna mtu wa kufundisha, trainer wa swimming pool anaofundisha watoto kila siku kuogelea. Yupo pale watu ambao wa kila siku maishani wapo, Mkata Garden yuko mle. Watu karibu 4-5 ambao wapo wanaona maisha ya kila siku. Haya leo hii mtu anakuwa anatoka anaondoka anarudi. Alafu anaona mkurugenzi tunamheshimu, mbona anadharauliwa na mtu mmoja? Haya mimi mwenyewe na wafanyakazi zaidi ya 200, maofisi yote leo hii nakuja kudharauliwa na mtu. Alafu unakuta na mimi sina tena kauli, naishi maisha kama hayo. Utayapenda? Kwa hiyo si bora akakaa sehemu mwenyewe. Sasa lakini na wewe hao wasichana unawachukua kama wanakuja kufanya kazi, wewe tena unakuja unawageuza wake zako. Umeona sasa hizo changamoto unazopata. Kwa nini usitenganishe? Mambo ya ujana ni maji ya moto na maisha unayapitia. Ukiishi bachelor wewe ni mwanamke na umeishi hivyo, mshukuru Mungu. Lakini mimi maisha niloishi mpaka leo hivi, mimi ni binadamu. Naweza nikakaa muulize yeye nimemgonga wakati gani. Kakaa kamaliza mkataba na kapiga simu hadi kwako anaondoka. Ndio kaja kuniomba mimi twende klabu. Sasa huyo mtu mimi nimejikuta kupita naye na mtu mzima anajitambua kuna baya. Ndugu yangu yule mimi. Yaani mlimaliza vitu vingine sometimes. Ngoja nikwambie mimi na wafanyakazi wa kike, wasibu ofisini wa kike. Mlimaliza mkataba? Mlimaliza mkataba kabisa? Mlimaliza kabisa mkataba? Wewe utaangalia hata tarehe mwenyewe za mimba. Uangalia alikupigia lini simu nini kila kitu. Kwa hiyo mahusiano umekuja kuanza baada ya kumaliza mkataba ule wa kwanza. Yeye alivyomaliza akapiga na simu akaniomba, bwana naomba nikae tu kama miezi 2 nimalizie tu mwenyewe nitaondoka na mipango yangu Mwanza. Hivyo ndo tukaendelea na maisha mengine. Ndio sasa maisha ya mahusiano yakaanzia. Yakaanzia hapo. Lakini siwezi kusema mimi nitembee na muulize. Mimi sijai kutembea naye kaanze kwenye mkataba wako. Na alikuwa anafanya kazi vizuri kweli. Sijawali kabisa. Kawaida. Kwa hiyo hivyo huko kwingine mimi nimetembea. Mimi ni binadamu. Mimi mwenyewe na macho ya matamanio. Kwa hiyo ikitokea jambo limetokea, sijawahi kufanya mabaya. Imetokea nimefanya mapenzi na mtu. Tamaa za kibinadamu ambazo hazizuiliki. Ila mtu ambaye anakuwa wako kamili duniani wanaweza kuishi kuliko hata kumshinda Yesu wala nani. Wanaona kama maswali yao yanakuwa mengi sana. Kumbe kuna tamaa hata wa manabii wasikilize kwenye Biblia. Utaona wengi walitembea hata wanafanya kazi. Kwa sababu ya nini? Binadamu ana matamanio. Huwezi unaweza kujikuta tumetokea. Hivyo unaweza ukatembea na mtu hata wewe ujitambue umeenda kukaa tu ba. Ila katokea mtu tu ukajikuta hata kesho ulitembea na huyu. Ukajikuta tu ulimtamani kweli labda vichuchu, umemtamani labda makalio. Binadamu ndo tulivyo.
ukajikuta tu naona ngoja niupite na wewe ufurahie. To binadamu tulivyo. Kwa hiyo hivyo bwana. Kwa hiyo mambo mengine sio kusema kwamba mimi ni binadamu. Kwa ndio hivyo.